Bila shaka ni mzima wa afya. Karibu katika makala inayoangazia madhara ya pombe kwa wazazi katika malezi na makuzi ya watoto. Makala haya hukupa fursa ya kufahamu mafanikio, uzoefu pamoja na changamoto mbalimbali katika jamii. Msimulizi wa makala hii ni Zaliha Salum. Unaweza kutufollow katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama vile Facebook kwa jina la Zanzibar, na namba yetu ya simu ni 0777 690526. Kunipiga ndio ameshakunipiga siku moja, kwa sababu alipokuwa ametumia kilevi nilienda kumomba kitu ambacho kwa muda huo aliniambia sina, na mimi nikawa nang'ang'ania, kwa hiyo alinipiga. Imeniathiri kidogo. Hayo ni maelezo ya mtoto akilalamika kuhusu anavyofanyiwa na baba yake. Tuje sasa kwa mama, naye anasemaje kuhusiana na tatizo hilo? Mimi hiyo hali inaikulia ni kitendo kimoja ambayo laani, na kwa vile yule mzazi wake sina tu jinsi ya kana, lakini nakilaani sana. Sio tendo kizuri. Tafiti za hivi karibuni zinaonesha kuwa unywaji wa pombe unaathiri zaidi kwenye ubongo kuliko ilivyotambuliwa awali. Utafiti huo umebaini kwamba kiasi chochote cha unywaji wa pombe kinaweza kukuletea madhara kwenye ubongo wako. Utafiti huo pia uliwahusisha watu wengi kwa kutumia data kama vile umri, jinsia, elimu na ripoti binafsi ya kiwango cha unywaji wa pombe. Makala hii inalenga kuibua tatizo hilo na pia kuondoa kabisa utumiaji wa pombe kwa wazazi katika malezi ya watoto. Kwa kuendelea na kufahamu zaidi, nimefanya pia mjadala na mzazi, mtoto pamoja na jirani wa familia hiyo na muuza pombe. Asumini kutiwa hakika mahala pake. Tuanze kwako mama. Je, unahisi watoto wanapoteza uhusiano mzuri na mzazi anayekunywa pombe? Poteza uhusiano mzuri na mzazi anayekunywa pombe kwa sababu mzazi kutokana kwamba hana muda wa kuwatunza watoto vizuri na kuwafanyia yale mambo ambayo yanastahili kama vile malazi, mavazi, masomo, kula na kadhalika. Asante. Unapokuwa na mzazi mwenzako anayekunywa pombe, ni hatua gani hasa ambazo wewe utazichukua ili kumrekebisha yeye aache? Unapokuwa na mzazi mwenzangu anayekunywa pombe, mara nyingi najitahidi kwanza kumshauri kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Namwambia kwamba athari nyingi anazozipata kutokana katika mwili wake, madhara anayopata, na kuondoa heshima yake katika utu wake na kudhalilisha familia yake. Tumemsikia hapa mwanao Asma kusema kuwa babake akiwa katika hali ya pombe au hali ya vilevi anakuwa anampiga sana mwanawe. Wewe hii hali unaichukuliaje, au wewe kama mzazi wa Asma unaizungumziaje? Mimi hiyo hali naichukulia ni kitendo kimoja ambayo laani, na kwa vile yule mzazi wake sina tu jinsi ya kufanya, lakini nakilaani sana. Sio kitendo kizuri. Ushauri wako hasa ni upi kwa wazazi ambao wanalea watoto huku wakitumia pombe? Ushauri wangu kwa wazee ambao wanalea watoto wanakunywa pombe ni kuwaasa waache mara moja hiyo tabia, kwani ni mbaya. Watoto wanakuwa wanajifunza vitu vibaya na watoto wanakuwa mazingira yao sio mazuri. Na tuje kwako mtoto hapa. Asma, kiupande wako labda unahisi vipi pale mzee wako anapokunywa pombe? Kwa upande wangu mzee wangu anapotumia pombe inakuwa anajihisi vibaya, kwa sababu hakuna mtoto anaopendeza akimwona baba yake yuko katika hali nyingine. Kwanza inakuwa baba anakuwa hayuko comfortable na kujali wewe pale ambapo anapotumia vilevi, inakuwa ni akili nyingine. Kwa hiyo unakuta anakuwa na hasira, au anaweza akakutamkia maneno ambayo sio. Kwa hiyo unajisikia vibaya kama mtoto, inakuathiri kwa kiasi fulani, inaweza kukupelekea hata kukupa matatizo ya kisaikolojia, na hiyo inakuwa ni mbaya zaidi. Jirani yao naye anasemaje? Tumeona kwa sasa babake na Asma
unasema ni mtumiaji mzuri sana wa pombe. Je, huko mwanzo alikuwa ni anatumia ama ameanza hivi karibuni? Kusema kwa kweli alikuwa si mtumiaji wa vinywaji hivyo, alikuwa havuti sigara. Mimi tangu nimjue yule mzee, maana nilimpokea mimi kwa mikono miwili. Alikuwa hatumii hivyo vinywaji. Sijui alipatwa na nini tu, au sijui ni ushawishi. Alikuwa hatumii hivyo vinywaji. Sijui kapatwa na nini, siku hizi amekuwa mlevi kabisa yani. Wewe kama jirani yake unashuhudia vitu gani anapokuwa kwenye hali ya ulevi? Kwa kwanza katika ile hali ya ulevi, kusema la kweli anatuudhi mpaka si majirani, kwa sababu ile inakuwa si akili yake. Na anaporudi katika familia yake, familia kwanza inakuwa inasawijika. Familia haina furaha, watoto, mke kila anachokifanya sicho, matusi. Utasikia watoto wanatoka nje wanajinamia analia. Ukiwauliza nini tatizo, anakuambia baba amerudi amelewa. Mimi nawachukua na wahifadhi watoto msende. Lakini unajua tena roho ya mtoto, anatoka anakwenda kwa baba yake, na hasa pale mtoto anapoona wenziwe wanatoi wanachezea, na yeye anazitamani zile. Anakwenda kwa baba yake, anamwambia baba nige pesa nikanunue toy, lakini mzee anakuwa yupo katika hali ya ulevi pale, hamuelewi tena, anampiga kabisa na maneno ya kejeli. Ni hatua gani nyinyi mlizozichukua baada ya kumuona mzee anampiga mwanawe? Hatua ambazo sisi tumezichukua, kwanza tumeongea na mwanamke mwenzetu awe na stahimilivu kwanza, alafu azidi kukaa na mumewe, aongee naye kwa mapenzi, labda yeye anaweza kumuelewa, aachane na ulevi. Lakini na mimi pia jirani yangu akishatoka katika hali ya ulevi na kuwa anamuita baba Asma, tunaongea kama masihara, lakini namwambia ukweli, achana na hizo pombe zinakupeleka pabaya, watoto wataharibikiwa. Hiyo ndo hatua ndo ichukua mimi mpaka sasa hivi. Pombe wakutunukiwa nani haya mawathamini, wakutunukiwa nani. Tumalizie kwako Stella ambaye ni muuza pombe. Wewe unasemaje kuhusiana na tatizo hili? Wewe kiupande wako umewahi kuona labda familia zikivurugika kwa sababu ya haya matumizi ya vilevi? Ndiyo, hiyo tukio tunashuhudia, yani yanatokea mara nyingi sana. Unakuja kumkuta pengine mtu analewa hapo, anakunywa pombe, alafu unakuja kumkuta mwanamke wake anakuja anamfanyia vurugu na kusema kwamba nyumbani hujaacha chochote, wewe kazi yako kulewa tu. Ama unakuja kumkuta mwanamke analewa kupita, ni kusema kwamba huyu ana msongo wa mawazo, anasema familia nini. Unajua hizo ni changamoto. Watu wengine wanasema kwamba mtu akiwa na msongo wa mawazo ama depression, pombe ndio inamtoa kwenye mawazo yale, lakini sio kweli. Na tunaona familia zinavunjika tia hizi pombe. Ushauri wako labda ni upi kwa wazee ambao wanatumia hivi vilevi alafu baadaye wanawalea watoto? Kwa mtu ambaye pengine ananyonyesha, haruhusiwi kunywa pombe mpaka mtoto amwachishe, kwa sababu kitu unachokunywa wewe ndio mtoto naye anakunywa hivyo anarudi. Kwa hiyo unatakiwa ujiangalizie wewe kama mama. Pia isitoshe, pengine unywaji wa pombe usipitilize. Watu wanakunywa pombe kwa starehe tu, sio kila siku wewe unakuwa addicted na pombe, na pombe inakuwa si vizuri kwa afya yako. Pombe sio nzuri kwa afya. Si katika upande wa jamii tu inakataza utumiaji pombe, hadi katika dini pia tumekatazwa. Kwenye dini ya Kiislamu tumekatazwa kwenye Qur'an, na katika dini ya Kikristo imekatazwa kwenye Biblia. Kutokana na madhara hayo, pia nimeona nimtafute afisa ustawi wa jamii ambaye ni Ramadhan Mohamed Ramadhan. Pia ni mkuu wa section ya malezi mbadala kwa watoto. Kwake yeye hapa tunataka kujua hasa ni madhara yapi ambayo hasa humkumba mtoto wakati anapolelewa na mzazi ambaye anatumia pombe. Pombe ina madhara mingi makubwa, na hasa kwa wale wazazi ambao ama walezi wanaotumia pombe, ni namna gani wanaweza kuathiri watoto. Kwa mfano, mzazi ambaye anatumia pombe au tuseme ameendekeza pombe, kwanza anakuwa si muwajibikaji
katika kutimiza yale majukumu yake kifamilia. Kivipi? Unakuta mzazi muda mwingi yuko ulabuni ama yuko maskani, vile vile anakosa pia hata ule muda wa kumfuatilia mtoto kimaendeleo yake kikweli. Okay, asante. Wewe kwa uzoefu wako kama afisa ustawi wa jamii umeshuhudia kiwango gani cha athari za matumizi ya pombe kwa wazazi katika malezi ya watoto? Nimeshuhudia kesi nyingi, lakini nitachukulia mfano chache. Nilishawahi kupokea kesi hapa kwamba ofisini kwangu kwamba kuna mtoto mwenye umri wa miaka 8 anauzishwa pombe na mama yake. Mama yake alikuwa ni muuzaji wa pombe hii ya kienyeji ndani. Sasa unajua unapouza pombe ama sehemu ya wanaita ulabu, unapouzwa pombe mambo mingi yanakuwa yanafanyika. Na kama tunavyoambiwa kwamba pombe ni mama wa maasi, unaweza ukanywa ile pombe ukafanya kitu kingine ambacho hujakitarajia. Chukua hatua gani nyinyi? Kama serikali kupitia idara ya ustawi wa jamii, kawaida tunafuatilia swala kama hilo. Tunapopokea taarifa kwa wanajamii, tunalifanyia tathmini, na tukithibitisha kwamba hili jambo ni kweli, basi humuondoa yule mtoto kwa kumtafutia makazi yaliokuwa mazuri. Mfano, kama yule mtoto, mara nyingi inakuwa scenarios kama hizi, utakuta wazazi wametengana, ni malezi ya mama peke yake. Sasa tutajaribu kutafuta familia ya huyu mtoto kwa upande wa pili, kama itapatikana ni vyema akaenda katika familia ile au mtu wa karibu au jamaa. Na kama itashindikana hao wote, serikali ina program nyingi katika kuwasaidia hawa watoto. Tuko na vituo kulea watoto, tuna na hizi program za malezi ya walezi, ni foster care, zote kwa kuhakikisha kwamba watoto wanapata malezi yaliyo bora na mazuri ya kifamilia. Baba, umekunywa pombe, unarudi nyumbani, umemkuta mkeo, unampiga, kumtolea maneno ya kashfa, pengine alidai huduma za msingi, huku mtimiza kwa wakati ule, umerudi na kukumbushia, unajaribu kumpiga na kumtolea maneno ya kashfa ya matusi na kumpiga. Hayo matumizi. Kuwa na scenario iliwahi kutokea kwamba baba alikutikana na mtoto wake, lakini nasemekana alikuwa katika hali ya kawaida, matumizi ya pombe. Sasa alimfanyia kitendo kibaya mtoto wake wa kumzaa, na ile imesababishwa na pombe. Laiti angekuwa mzima hajatumia kila singefanya. Kwa hiyo tunaona kwamba wazi kwamba pombe ina matokeo mabaya katika jamii au katika malezi ya watoto. Ushauri wako kwa familia ambazo zinazokumbana na changamoto hii? Ushauri wangu kwa familia ambazo zinakutana na changamoto kama hii, kwanza, inapotokea changamoto kama hii, kama iwa baba au mama mmoja wapo ana matumizi ya pombe au anatumia pombe, na mzazi mmoja amejaribu kuzungumza na mzazi mwenzie bila mafanikio yote, ni nawashauri kwanza kuchukua jitihada kufika sehemu husika, ustawi wa jamii, wana kitengo cha ushauri na unasihi, ili kuweza kukaa na yule mzazi iwa baba au mama katika kumfahamisha juu ya athari mbaya za matumizi ya pombe katika uwajibikaji wa malezi ya watoto wao. Asante sana. Bila shaka umeelimika na kujifunza mengi kupitia makala hii. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Mwisho wa makala hii ni muendelezo wa makala nyingine. Nikusihi tu usiache kulike, kusubscribe, kucomment na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa mwanzo kupata video zetu zote. Asanteni na kwaherini. Ni mimi Zaliha Salum.